Kuna mambo yanafanya uchelewe, uzunguke muda mrefu sana, na wengi watu wanafikia mpaka mahali pa kusema Mungu amenichoka, Mungu amenisahau, Mungu ameniacha. Au tuko wengi watu tuko wengi basi tu hatazame vizuri, au enda amezeeka. Haya maagizo Mungu ameanza nayo kutoka kitabu cha Kutoka, Exodus, Kutoka. Sasa wakaenda kapasua maji ya bahari ya Shamu, akakwenda nao wakaishiwa maji mara ya kwanza, akasema sema na mwamba utoe maji, ukatoa maji, wakaishiwa sehemu ya pili, akasema mara ya kwanza alisema piga, walipoendelea mara ya pili, walipoishiwa mara ya kwanza alisema piga, mara ya pili akasema sema. Jiwe kabisa likaanza kuvuja maji, kukamua maji, jiwe. Wakanywa na ng'ombe zao, wakanywa mifugo yao yote kanywa, wao ndio walikunywa maji. Basi wakaendelea, wakala chakula cha mana, wakalalamika mahali fulani, wakasema tumechoka. Akawaagizia nyama za kula mwezi mzima. Tena hata hapo Musa akasema Mungu utatoa wapi? Maana Waisraeli walianza kuviziana kwamba unajua Bwana, wenda Mungu huyu anataka tutoe ng'ombe zetu. Akasema wala sitagusa ng'ombe wa mtu. Walisafiri na ng'ombe zao, walisafiri na mifugo yao. Akasema hapana, nitawaletea nyama, mtakula tu mpaka mtachoka. Wakasema wiki mbili. Akasema hapana, sio wiki mbili wala moja, mtakula mwezi mzima. Mungu aliamuru kware, wale kuku wa polini. Si mnafahamu? Wangapi wanafahamu kuku wa polini? Wale kware, tatizo la kuzaliwa mjini. Ni kuku kabisa, viko vinakimbia kweli chini. Basi aliwaleta, Mungu akasema basi mwachukue mwanze kuchinja kila mtu tani zake. Akaagiza upepo kaja pande zote, zikafika pale kware, wakachinja, wakala sana. Lakini kabla hawajaanza kutoa nyama na toothpick, kwamba nikatie kamti hapo nianze kutoa, nikatie kajani hapo, Mungu akawazungushia moto, baadhi akawaua. Kwa nini aliwaua? Kulalamika. Sema kulalamika, kunung'unika. Wakaanza safari, Kora kareta za kuleta naye, yani Mungu na wana wa Israeli hawa. Tena Mungu akasema nyie sio kwamba ni wazuri sana nilipowachagua, najua mama yako, najua baba yako. Ni watu mama yake alitoka kama vile ametoka Mwanza na mwingine alitoka kama Kigoma. Au alitoka kama alitoka kule Makonde na mwingine akatoka Arusha huko. Mbali mbali. Mama zao akakutanisha, basi ndio Israeli kazaliwa. Sitaki kwenda huko. Kuna mambo ambayo Mungu anafanya inamfanya achelewe. Akawaambia mimi nawatoa hapa. Kwanza Waisraeli ni kwamba kwa tabia yao ni watu wagumu wa moyo. Na Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba kuna kuja kizazi chako ulivyotolewa, akamzaa Ibrahimu. Alimzaa nani? Isaka. Amen. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akazaa watoto 12, mmoja wapo akiwa Yusufu. Sasa ni kwenye kizazi sasa. Wakaenda nchi ya Misri, hapo kushoto kwako hapo, kulia kwenu mlipokaa ni kulia hapo Misri. Walipofika pale Misri, Mungu akasema kwamba kwa umwe, Mungu alijua walikaa miaka 400 wakiteseka sana. Yusufu alipokufa, pakatoka Yusufu ameingia, walikaa miaka 400 nchi ya Misri. Akasema mtatoka baadaye, baada hii miaka kufika mtawatoa. Kuna mambo ambayo ukiwa mjeuri, kama ufundishiki, kama uonyeki, itamfanya Mungu achelewe sana kujibu. Lakini kwa yule anajibu mpaka wengine unakuwa na wivu tu kwamba kwa nini mimi anijibu.
ujeuri na ugumu wa moyo na kutokutii. Wakakaa miaka 400 wakalia sana, na wana wa Israeli wa Misri wale, alipotawala mfalme mmoja ambaye hakumjua Yusufu, yule ambaye alimpa knowledge ya kutengeneza haya mavihenge makubwa kama tunasema national mill. Akaja akasema watu watatutesa. Nafikiri mnajua Israeli ilivyokaa Misri. Ndio maana wafundishaga namba 5 wakati nilikuwa nafundisha siku za mwisho. Nisema kwamba wapi ni Misri, si ndio? Misri wapi? Kwa Saddam Hussein. Wajemi, baada ya Wajemi Israel, baada ya Israel Rumi. Sasa hivi mpinga Kristo atatokea USA. Kote huku ni nafikiri nifundisha siku za mwisho. Ndio maana kuna hata Marekani imechorwa pembe 3, maana yake ndio hiyo. Mji wote ule umechorwa Pentagon 1, 2, 3, 4, 5. Mji wote wa Marekani. Hili taifa lilipata uhuru 1776. Nishawaambia kwa namba za Kirumi tusirudi nyuma sana. Wakateseka, wakalia sana, na ilifika kipindi waliwafanyia ujeuri wa Misri. Walikuwa wanaambia mpakue matofali ya moto yakiwa yanawaka moto, wakawa wanapakua hivyo huku wanaangamia, huku wanakufa. Lakini unaambiwa walivyoendelea kuwatesa, basi waendelea kuongezeka. Wakalia sana, Mungu akasikia, akamtuma Musa. Alipomtuma Musa wakatoka vizuri tu, na walipotoka bado kuna Wamisri fulani waliwaunga mkono, wakasema huyu Mungu wenu huyu aliyefanya miujiza mingapi? 11. Ile miujiza 11 yote ilikuwa ni miungu ya Kirumi. Chawa nini tena? Vyura nini tena? Nzige, mpaka mapigo 11 ya mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anaheshimika sana kwa Warumi pia na kwa Israeli mpaka leo. Mungu ndio hiyo muujiza wake wa mwisho, alipiga wazaliwa wa kwanza wote. Kama amezaliwa mtoto yule wa kwanza wote walikufa, kutoka wa ng'ombe mpaka wa wanadamu. Wakatoka na Musa. Walipotoka na Musa, nataka kuambia hicho kisa kwanza, sasa ndio tunaenda kule pale. Hao watu walikuwa na mashaka na Mungu. Walikuwa na mashaka na Mungu. Sema mashaka. Huyu mzee tusiyemuona kila wakati ni yeye na Musa. Kuna kipindi kabisa wakasema kwamba kazungumze na huyu mzee, tunataka tumuone uso kwa uso. Musa akasema basi jipangeni, jitakaseni, basi ndabizeni peleka kwenye ule mlima. Na ule mlima akasema kwamba weka kamba kiasi ambacho ndio hii kamba ambayo unakuta kutokea ajali au bomu, kuna kamba huwa inawekwaga. Si unakumbuka ile? Hiyo ni mambo ya Biblia tu ameiga. Akasema zungukia huo mlima, mnyama asipite wala mwanadamu, maana atauawa. Ile wajamuka kwenye kiti tu, maana mawe, mlima ulianza kutetemeka, maana mzee anataka ashuke. Unaambiwa vile vituko vya mlima na mawe na majabali. Wakasema hatukuvumilia, tunaomba Musa, sema wewe, sisi tutakusikiliza tu. Basi wakaendelea. Yaani watu wagumu. Sasa nataka kusema, walifika mahali Mungu akaona hawa watu wana mashaka bado. Nachosema kwamba tunapokuwa na mashaka na Mungu, woga, wasiwasi, itakufanya uchelewe muda mwingi. Uchelewe sana Mungu kukujibu. Alafu Mungu anajua akili ya mtu. Hata kutoka pale Misri kwenda Israeli nishawafundisha hapa kwamba kutoka Israeli kwenda Misri ni kwa ndege ni dakika 40. Ni kama Arusha na Mwanza. Dakika 40.
Kwa miguu mchana na usiku ni sawasawa na Arusha na Mwanza kwa miguu ni siku 40 mchana na usiku pita. Mwendo wa taratibu, ila kwa vijana na nini kama nakimbia, nenda taratibu. Ni masaa 40, ni siku 40 mchana na usiku. Kwa gari ni masaa 40 parefu. Lakini Mungu akasema, najua akili yenu, mtageuka mrudi. Sasa Musa pita hivi, akawapitisha hilo lokasi hiyo, yani njia ndefu, mahali pafupi kwenda hivi. Akasema wewe utakuwa unaenda, na akawekea wingu. Sema wingu. Ya, kila mtu amewekewa wingu lake. Na ndio hata sisi watumishi wa Mungu tunafuata wingu. Hata wewe mwenyewe ufuata wingu. Jua nyakati, linaitwa nyakati. Kuna mahali kabisa unakaa unajua kwamba kama kibali kimeisha. Utajuaje? Bwana asifiwe sana. Sasa wakafika mahali Mungu akaona hawa watu wana mashaka na mimi. Musa, sasa chagua kwenye kila kabila mtu mmoja, wakapeleleze hiyo nchi, maana watu wana mashaka na mimi. Musa akafanya hivyo. Sasa ndio tunasoma sasa. Hebu soma sasa pale Hesabu 13 mstari ule wa 25. Wamepeleleza hiyo nchi. Hesabu 13 mstari wa 25. Wakaribia baada ya kupeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari. Wao na mkutano wote wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokuwa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na Myebusi, anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tutaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya nchi ile walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kupeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Endelea. Sura ya 14. Basi hapo kwanza wakarudi, mambo yote yako vizuri. Mungu alipoona kwamba mtu huyu ana mashaka, hao watu wana mashaka wana Israeli, basi akamwambia Musa kwamba wachague watu moja moja, ila kupe uhakika. Akupe uhakika. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kuweka alama kwenye matukio. Ndio maana ule mkanda wangu ule wa maombi ule huwa natiki. Kuna siku tu anafunga na kuomba na nashukuru tu kwa mambo mengi, unatafakari. No, unatafakari. Wakakuta kila kitu kiko vizuri. Alafu nimeshaambia kwamba tumeanzia pale Kutoka tunakuja kitabu gani? Nyakati. Pale wakasema sasa tuna jeshi, walikuwa wanashinda vita, maskini hawajaenda vitani. Mungu alikuwa anatushusha mawe. Mungu alikuwa anapigania kwa radi. Mungu alikuwa anapigania kwa mvua ya damu. Mungu alikuwa anapigania, yani Mungu alikuwa anatangulia mbele ya Israeli. Ndio maana nasema katika Isaya 45, usiogope, mimi nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu. Si Mungu anasema hivi?
Usiogope, mimi nitakusaidia. Anajua nguvu zako ni ndogo sana. Bwana sasa, usiogope. Ndio maana Mungu alimwacha huyu maruhani huyu shetani. Mungu ana uwezo wa kumfuta kabisa, lakini Mungu amemwacha makusudi ili nguvu zake zionekane. Tena ni nguvu ndogo sana ambazo Mungu anatumia. Ndio maana Mungu anaga haraka kwenye mambo yetu. Sisi tuna mambo ya haraka kwa sababu unajua mwaka unapita, umri unakwenda, sio namna gani, na unashawishi kunaiba, unashawishi kunazini, unashawishi kunafanya wewe nipate mtoto haraka na sichana ndio msijui mtoto nikichelewa kupata mashaka. Kwa Mungu anachukia sana. Ndio maana akasema hao watu watanidharau mpaka lini? Kutokukumbuka mema ambao Mungu amekutoa mahali, utatoili sana. Mungu atakawia kukujibu. Kwa tunapotumiwa wapelelezi, Mungu anakutumia wapelelezi. Wapo hasa wapelelezi, unaweza kusema wapelelezi watu gani wanaokuja? Pelelezi ni situation tunaweza kukutana nazo, ni majaribu tunakutana nayo, vurugu kushani tunaweza kukutana nazo, ndio wapelelezi hao. Hasa Mungu anavizia kutaka kujua toka umemwamini, umepitia matukio mangapi. Unaweza ukafunga tukaja hapo kasa, Mungu nakumbuka kuna siku fulani ulinifanyia 1 2 3. Wale wa Israeli, hawa wa Amaleki, wa Nefili, Majebusi, wale mataifa 6 ambao Mungu anasema kwamba nitakupigania haya mataifa 6 haya, nitahakikisha kwamba nimeshayatoa kwanza yako duniani. Waisraeli walifanya kosa tu kwa wale hao ambao wanawasumbua mpaka leo. Mungu walikuwa kwenye miongoni mwa kuteketezwa. Mungu aliazalisha na makusudi mataifa yale kuwasaidia kwa imarisha wa Israeli. Mungu alipomaliza nao kazi, basi akasema siataki tena, malizeni wote mpaka mtoto wa tumboni. Na Mungu akikwambia maliza. Unapoamua kutubu dhambi, tubu zote, usiache hata moja. Hiyo ikikuwa itakunyonga yenyewe. Amen. Maliza zote. Akisema tubu. Maliza. Ndio maana Mungu kwamba amelaaniwa azuiaye mkono wake usimwage damu, kama Mungu amemwagiza. Watu wengine wanafikiri kwamba ukienda vitani ukiua utakuwa umehesabiwa dhambi. Sio dhambi, uko kazini. Hata anayenyonga watu. Tena siku akinyonga kidogo, mmoja alikuja pale wakati nafanya division, akinyonga kidogo sana. Leo kazi haikuwa kubwa bwana. Wananyonga watu ati. Na muda sikudanganya, watu wanakwenda. Walikuja akasema, "Wachungaji mnasemaje?" Nikasema, "Msiache kunyonga, nyinyi ongeni tu." Kwa nini sasa? Nikasema ni Biblia. Maana unaweza ukanyonga umeua ng'ombe, unanyonga umeua mtu. Unasikia watakatifu? Tena ndio maana kunyonga hawakunyongi haraka, wanafanya utafiti sana. Kama ulifanya kwa kukusudia, wanakupeleka. Kama kufanya kwa kukusudia, basi wanakuacha au wanakufunga milele hapo. Kwa sababu hiyo akiondoa, wakina mama wataisha. Tuko mnapiga tu ovyo tu, unajua kwa sasa kwanza wako wengi nitamuondoa, nitamdia. Hakuna kuacha nyonga. Tena wakinyonga wanachimbaga shimo kama hapa mita 1 tu. Afu analilinda kaburi siku 7 ili ukifufuka unatandikwa pale. Maana sisi kifungo chetu si ni balaa, unanyongwa mpaka kufa. Wa Marekani wao ukikoswa wanasema kweli mwacheni huyo. Alhamdulillah, yana ameponea manusura huyo. Lakini kwetu ukinusulika unamaliziwa na nyundo mpaka ufe. Sasa tuogope, nafusi tumeokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kibibilia. Mungu akamwambia hapa ndio utaweza kupunguza uovu. Wanadamu ni mkorofi mno. Na ndio maana tunafundishana asiyewezekanika hapa, serikali ipo. Na ndio maana sheria zote tuweze kama na sheria kama wako hapa. Mpaka usome vitabu vyote vya Musa, Walawi, uvisome vyote, Kutoka, Hesabu, Kumbukumbu zote unaziweka hapa. Ndio maana sasa hivi wana reform hizi sheria.
Zamani ulikuwa ukipiga jino ni ng'ombe mmoja, kung'oa jino la mtu. Sasa ni zimepitwa na wakati. Bwana sifa sana. Kumbuka mema, cha kwanza ambacho Israeli ilifeli, kuto kumwamini Mungu. Hebu soma sasa pale Hesabu sura 14. Mungu akasema watu watanidharau mpaka lini? Kumbe kuto kukumbuka matokeo, kuto kukumbuka nguvu ya Mungu, kuto kukumbuka miujiza ya Mungu ni kumdharau. Hawa watu watanidharau mpaka lini? Waliona wapi maji ya bahari ya Shamu yanakatika hawa toka wamezaliwa? Waliona wapi jiwe linatoa maji? Waliona wapi chakula kinashuka kutoka juu? Waliona wapi kwale na waletea kuku wanakula, wanachinja, wanakula mpaka wanakinai? Waliona wapi mvua ya mawe inashuka inawatetea? Waliona wapi mvua ya damu inashuka hawa? Akasema watanidharau mpaka lini? Mungu anachukia dharau. Mwambie mwenzako Mungu anachukia dharau. Tani shahubiri siku moja dharau. Hebu soma hapa. Tusome Hesabu 14. Mkutano wote wakapata sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Mbona? Unasikia hiyo neno? Mbona? Kwa nini? Hiyo ukitafsiri sasa, ukienda unaambiwa waliprovoko maneno mengi zidi ya Mungu wetu, walilaumu, walisema maneno magumu mbele za Mungu. Mbona? Endelea. Mbona Bwana atuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake wetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaamua kifudifudi mbele za mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Wakanena mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana wala msiogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakawaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana kuonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Mstari wa 11. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Basi hapo hawajakufa, wanaanza kutabiri. Kwanza unajua usisemeseme kitu, you are creating. Hawakuanza pale. Kuna mahali fulani kipimo ambacho Mungu aliwapima mahali ambapo walijua Mungu aliona hapa, sema hapa. Unajua Mungu anatafutaga mahali pa kuchezea filamu mtu. Siku umechanga kuku mzuri na nini, ndo nashangaa jeshi linaingia kwenye geti, anavizia kama utatoa uweke wewe hapo. Aliwabana vizuri sana. Alipowabana, ukisoma ile Atlas, nyuma madui alikuwa anakuja, huko kulikuwa na mlima, huko kulikuwa na mlima, afu mbele kulikuwa na wapi? Maji ya bahari ya Shamu. Manake hapa hawatatoka, ni hapa sasa. Kuna mahali ambapo Mungu atakufikisha kwamba hapa ndio mahali pa kumpima fulani. Amen. Shetani njoo. Sasa ukishaimba basi, hebu mchezesheni hapo na nini. Afu nashangaa rushwa inakuja, naanza kama watoto ambaye zamani tulikuwa naambia usile kwa watu. Na ukiona kuku, baba tuepika kuku.
unasogea kidogo kidogo sana, lakini tumeambiwa kwamba tusile kwa watu, kwamba mama amesema, unashangaa umeshanawa, lakini mama amesema usile kwa watu, na paku na kulu na maliza. Bwana siwe sana. Aliwategea kwamba hakuna kutoka, hutatoka tena. Hapo hatungetumia akili. Kuna wengine walitaka kupanda kwenye mlima. Mungu, ule mlima una slope kabisa, yani uwezi ukaenda. Nyuma maadui wanakuja, mbele ni bahari. Ndio tunavyopimwa hapo hapo. Wakataka kumpiga Musa kwa mawe. Musa alilia, Mungu akamwambia una nini? Sema una nini? Unakumbuka kuna wakati fulani ulikuwa kwenye matatizo, ulifanyaje ukatoka? Ulifunga siku moja. Siku hiyo nilikuwa hivi na unakumbuka matukio. Yatakusaidia. Kwa hiyo Wanaisraeli walikuwa wamezoea wao ni mawe tu, walikuwa wanamtisha Musa kwa mawe, kwa mawe, kwa mawe. Musa akaponea chupu. Mungu naye akamwambia umeshika nini? Sema umeshika nini? Ile fimbo ilikuwa Mungu amemtumia Musa kwa ile fimbo kwa miujiza 11. Ilikuwa tu ni Musa kukumbuka, sio kwa sababu tu alikuwa nimezidiwa yule mzee. Umeshika nini? Una nini? Kwa nini? Kwanza alimwambia kwa nini unanililia? Kumbe kuna nguvu, yaani kuna nguvu bado. Mungu anakuachia uwezo wa ziada. Ndio maana akili kwenye Biblia imeandikwa mara 159 in the Bible. Use your common sense. Kuna mahali fulani Mungu anaweza kukuacha tuone kama nitaona kama imatatumia akili gani. Amen. Musa na miujiza yote kwenye hilo fimbo, na ndio ilikuwa agano kati ya yeye na Mungu kule polini. Akasema sasa hiyo fimbo imeshika nini fimbo? Sasa hiyo fimbo akaifanya hii ikageuka ikawa nyoka. Akalia sana baba, akasema shika kwenye mkia, ikawa fimbo. Sasa angekumbuka matukio yote. Kwa hiyo unakumbuka matukio. Waisraeli mara ya kwanza walitaka kumpiga Musa kwa mawe. Wakaishiwa tena, walikuwa wanakiri nafutufe hapa, turudi Misri, kurudi Misri. Wakikosa kitu kidogo turudi Misri. Wakaishiwa maji, nafuu mzee anataka tufie humu kwa nana matatizo humu, akawapa maji mara ya kwanza. Wakaishiwa mara ya pili, akawapa maji tena. Chakula akawapa. Tumechoka chakula, akawapa nyama. Sijui kuna nini, yani walikuwa ni kila wakati kulalamika. Sasa alipoona kwamba mashaka yamezidi, akatuma wapelelezi. Unatumiwa wapelelezi kila wakati. Kwenye majaribu ndio wapelelezi hao. Sasa Mungu anachovizia, je, bado utakuwa na imani naye? Cha kwanza ni imani. Na kutokutumia imani, Mungu asema ni dharau. Alafu ukaruzi sasa imani yako, na sasa kuanza kutafuta njia nyingine. Hiyo ni kudharau. Mungu asema mimi nina nguvu kuliko vyote na wote. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Nitakusaidia, najua, usiogope. Neno usiogope, nyinyi mnajua sana, walishafundisha sana. Limeandikwa mara 365. Sawa sana siku zote kwa mwaka. Kila siku usiogope. Tena ukisoma ile Isaya 45, usiogope, mimi ni Mungu wako, nitakusaidia. Sasa tatizo sisi ni waoga. Kuto kutumia imani kwamba yupo, anaweza kanisaidia, naweza nikapita. Ndio maana Mungu aliwazalisha watu kwa makusudi yake. Nafikiri niwahi kuhubiri, ni message ya nyuma sana, mwezi 3 nakumbuka. Ndio maana Mungu akatuwekea kina Danieli Hawa, ila tuwetee kwamba yeye ndiye aliyeumba moto. Danieli akatupwa kwenye moto. Kuna kitendo, kuna muujiza Mungu ameutenga kwa ajili yako, kwa ajili ya kuja kufundishia wengine. Danieli alizalishwa makusudi na Mungu, kama ulivyozalishwa makusudi kwa Mungu na Mungu. Na mimi kwa sababu nilimzalisha, nitacheza filamu ya kwamba niliumba moto, atawekwa, atatupwa kwenye moto. Hatungeomba. Mungu akikusudia jambo lazima utupwe tu, ufundishe wengine. Hatungefunga na kuomba. Kama amekuseti kwamba lazima utafundishia watu, utatupwa tu. Hatufungi na kuomba, hatufanye, utatupwa tu.
Na kweli bila Daniel tungejuaje? Tena ndio tungekuwa waoga wakubwa. Ukitishiwa moto hivi unaweza kutetemeka, lakini Mungu akatuwekea kwamba yeye ndiye aliyeumba moto. Daniel akatupa kwenye moto na kuungua. Daniel tusingejua kwamba Mungu ana nguvu na wanyama. Daniel akatupa tena, wale simba walikuwa kama pale, ile shimo ilikuwa inatupa, ilikuwa kama hivi, alafu ilikuwa limesilibwa. Jamani, huwezi ukapaa hata hapo, huwezi ukatoka hapo, huwezi ukatoka hapo. Hivi simba walikuwa chini, huwezi ukatoka pale, na wakawalasa njaa muda wa kutosha, ili atakaye tupwa wamung'ate haraka wamalize. Daniel akacheza na simba. Mungu alikuwa anatuthibitisha kwamba kuna waoga mno. Kama kule nyumbani wanawake kuchoka wakichelewa kwenye pombe, wanaanza kuiga sauti ya mwanaume, afu yuko peke yake tu, mama fulani nakuja. Yeye yuko mwenyewe ana sauti tatu, ili fisi asije adondoe kwamba tuko wengi, uoga tu. Mwanamke ana bezi, mwanamke ana sauti ya kwanza na ngapi. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu alimtupa Daniel kwenye shimo ili tujue Mungu ana nguvu juu ya wanyama. Mungu ana nguvu ndani ya samaki, akamweka Yona makusudi. Nyangumu utanifanyia kazi, kuna mkorofi mmoja hapa amenikimbia, wewe utafanya mambo yako. Ndani ya samaki Mungu ana uwezo juu ya uhai. Unaweza kukaa mahali ukafungiwa ndani ya chupa na usife, ambako hakuna hewa, ndani ya samaki. Yona kufa siku 3. Kwa kuna matukio haya ndugu zangu, Mungu anayateseti. Hata jaribu unalopitia Mungu ameliseti ili uje uwe mwalimu. Kuto kumwamini Mungu ni dharau. Hawa watu watanidharau mpaka lini? Mbona hawa watu nishafanya mambo makubwa? Kupasua maji, kutoa maji kwenye mwanga, kwenye mwamba, kwenye jiwe, wakanywa na mifugo yao. Watu wenyewe walikuwa 600,000. Ukiondoa kina mama na vijana umri wa miaka 22 na kurudi chini, maana kwamba kufikisha 23, 25 ndio unahesabiwa kijana kwenda vitani. Kwa hiyo inawezekana Waisraeli walikuwa kama 3,000,000. Walikunywa na mifugo yao na maji yakabaki. Mungu akasema watanidharau mpaka lini hao? Wameona kila kitu, mimi sijawadanganya. Ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Sasa ndio maana mbinguni, kwa sababu hatujafika, tunaenda kwa imani. Na tungekuwa na mashaka tu kukoje namna gani, Yesu akaja akatutotea hicho kitandawili, nitakapokuwepo mtakuwepo, ila tu naenda kuandaa makao, nikishamaliza kabisa nitakuja niwachukue. Sasa kushikilia wengine tumeshaanza kuchoka. Amekawia sana huyo. Tena ndio kinafika, anasema itakapofika kipindi wanaanza kusema kwamba amechelewa, hata kuja, mbona amekawia. Paulo anasema nani, kitabu cha Petro, mbona toka zamani tu anatuahidi atakuja. Ndio maana sasa itafika kipindi ambacho wa kwanza ataanza kwa mwisho, wa mwisho atakuwa kwanza. Ndio maana sasa hivi kuna spidi ya watu kuokoka. Hasa spidi ya watu kuokoka, wengine wataachwa, na wanaoenda kuweza kuachwa ni waliokoka zamani, ndio wameanza kuchoka sasa. Mbona babu yangu akafa tu, hamna chochote. Mmoja akasema ngoja nimwache Yesu kwanza, nikapige kwanza dhambi afu nitarudi. Kutoka huko hana meno 6. Walipiga vizuri, wakapiga hapa ya chini 2 na majuu akapiga 2 ya matatu. Usimwache Yesu, utapata alama kubwa sana. Na wewe mchungaji akamwambia, hebu sema Bwana asifiwe. Akasema bofana. Wewe ukasema hata Bwana asifiwe akitoa meno ya show. Ninachosema usimwache Yesu. Amen. Na nyinyi mliokoka ukimwacha Yesu tu, hata ukitongoza, mke wa kwanza kukutana naye ni jini, mara nyingi imetokea. Niko leo Arusha, Tanga, nimeona wa kwanza utakaye kutana naye kalashika huyo maruhani, utavunja mlango na kwambia. Utatoka nao. Tunamdanganyana tu. Hamna chochote bwana. Yesu anaikuwa atakuja nini bwana? Ni kumfeli Mungu, ni kumfanya Mungu muongo. Amen.